asifiwe. Darnet Event 2025. Nuru ya matumaini. Naona bado kuna wengine hawajaelewa tunasema nini. Mmeniangalia tu, hakuna kuinua mkono, hakuna kusema nuru ya matumaini. Sasa tafadhali tupatie tumaini, hata wewe tafadhali tupatie tu tumaini. Darnet Event 2025. Hey! Hey! Darnet Event 2025. Nuru ya matumaini. Asante sana, nashukuru sana kuwaona. Bwana ni mwema. Tuko hapa tena siku sijui ya 6, lakini tupo ya 5 ya 6, hakuna shida, tuko hapa. Kituo cha Iheha Madibira kina zaidi ya watu 50 wasio wa Sabato wametuma salamu zao. Je, mmezipokea? Nasi tunawasalimia pia. Tutuo Mission Sikonge Tabora, jumla ya watu 26 wanabarikiwa na wamesema tufarijike pamoja na Faraja Todie. Kituo cha Mkundi Mwisho Minora mitatu, zaidi ya watu 100 wana Evangelist Baraka. Kituo cha Tiku Mbomboni Lushoto Tanga kwa mzee Fadhili Kinyongo, zaidi ya watu 10. Binga mjini Sokoni watu 100 wanabarikiwa wakiwa na mchungaji Peter Muhunda, na kanisa la Luguruni Eniola ndani watu 100. Na pia nimepata taarifa ya kwamba hata Light Bearers wana kikosi kikubwa nao pia wanafuata. Na mahali pote mlipo wale ambao labda hatukuwataja, mlio hapa nchini, wengine wa DRC na kwingineko, tunashukuru kwa vile ambavyo mnatuunga mkono na tuko pamoja, na naamini ya kwamba mtaendelea kubarikiwa. Amen. Taona leo nitakimbia kidogo kwa sababu mambo ni mengi. Yale tuko nayo ni mengi tena mazito. Ukilala kidogo basi sisi tushaondoka. Hatukusubiri leo. Leo ni leo. Bwana asifiwe. Na kama si leo ni sasa hivi. Bwana asifiwe. Asante. Swali la kwanza, leo nataka tu nipate watu wale wangependa kujibu swali hili. Ni swali rahisi, lakini watu 5 peke yake, na kama nitapata mikono watu 5 nitawapatia zawadi. Hebu niona na wangapi wako tayari kujibu swali hata ingawa halijaulizwa. Wana imani nitaweza? Wako zaidi ya watu 10. Sasa hiyo sijui utafanya nini, lakini anyways haidhuru. Tuko na zawadi ambazo tuna vitabu 5 peke yake tungetaka kuwapatia. Hiyo tutawapatia wale wageni ambao hawajakuja kwa mkutano. Leo ndio siku yao ya kwanza ya kuja, si ndio? Hebu nione haujakuja kwa mkutano, haujahudhuria mkutano, lakini wewe ni mgeni mara ya kwanza. Inua mkono. Hebu endeleeni tu kuinua mkono. Wale wana vitabu wapatie tu bila kuuliza swali, bila kujibu. Lakini ukipata swali na wewe ngangana kujibu swali ili hata wewe umebarikiwa. Sasa swali ni hili. Niliwaambia tuna deal na mamajusi. Mnakumbuka mamajusi, wale the wise men. Nitauliza jana na leo na kesho kutwa, hapo tu tunachezea hapo Mathayo 2. Swali ni hili. Walipokuja kumuona Yesu walimpata wapi? Wale mamajusi walipokuja kumuona Yesu walimpata wapi? Kwa hori la ng'ombe. B, kwa zizi la ng'ombe. C, nyumbani. A, hori la ng'ombe. B, zizi la ng'ombe. C, nyumbani. Hebu niulize kwa urahisi, wangapi wanasema A ndio jibu? Hori la ng'ombe. Mkono. Leo mikono. Kumbe hii maneno ndio mnapenda. Wale wanasema zizi la ng'ombe ndio walipatikana. Wale wanasema alipatikana kwa nyumba. Mmoja peke yake. Wawili. Hebu nione nyumba ni ngapi? Nyumba 1, 2, nyumba. Sasa hiyo 98% wameinua ya kwamba alikuwa hori la ng'ombe. Zizi haikupata mtu. Nyumbani wamepata watu 3. Kwa hivyo sijui ni 0.4,
0.001 or to 3%. Sasa ikifika hapo, maana kanisa yote imeinua mkono, wacha ni vizuri kusoma ili Biblia iamue hii kesi, ili usiseme niko na maneno, si ndio? Haya, tusome hii, tutasoma haraka haraka. Mathayo ni mbili, tunasoma fungu lile la, wacha nianze la kwanza. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi, na watu akatafuta habari kwao, Kristo alizaliwa wapi. Hebu tuende fungu la 7. Kisha Herode akawaita wale mamajusi faragani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Fungu la 8, akawapeleka Bethlehemu, akasema, shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto, na mkiisha kumwona nileteeni habari, ili mimi nami niende nimsujudie. Fungu la 9, na waliposikia maneno ya mfalme walishika njia, na tazama ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia, hata ikaenda ikisimama juu ya mahali alipokuwa mtoto. Fungu la 10, nao walipoiona ile nyota walifurahi kubwa mno. Fungu la 11, wakaingia nyumbani, wakamuona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakamsujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na mane. Wakaingia wapi? Haya, inasema walimuona wapi? Horini mwa ng'ombe, B, zizi la ng'ombe, C, nyumbani. Ni wangapi wanasema A ndio jibu? Wangapi wanasema B ndio jibu? Wale wanasema nyumbani ndio alipatikana, mkono juu, nyumbani. Unaona kuna wengine hawainui mkono. Yaani hata nikisoma Biblia saa hii na mumesoma yenu, hata saa hii, na nyinyi ndio mnawakilisha hii mkutano. Wale watu wako kwa mtandao wanawaona na wanasikia vile nasema. Wacha niwaambie wale mlio mbali, tuna shida hapa sana. Tumesoma Biblia na wale wako hapa na mhubiri hawaamini. Mtukumbuke kwa maombi sana. Lakini wacha nijaribu mara ya mwisho ili tusikate tamaa. Wangapi wanasema mamajusi walipata Yesu kwa nyumba? Mkono juu. Hewala. Sasa ninajua hapo umetatanika kidogo, si ndio? Usijali, hii siku ya kesho na kesho kutwa utajua tofauti, lakini kwa sasa si umesoma kitu tu. Haya, asante sana. Sasa tuingie moja kwa moja katika kitabu chetu cha Danieli. Danieli alituelezea wale wanyama, na tungependa kuangalia ni sababu gani iliyofanya wale wanyama wakatolewa kwa mamlaka. Kwa sababu unaona mkono wa Mungu ulikuwa na Nebukadreza alipoenda kule kwa Wayahudi. Basi ilifika wapi? Kukawa kuna shida ya kwamba huyu mfalme sasa Mungu anamuondoa mamlakani. Sababu kubwa ni ile tunafundishwa hapo habari za sheria. Mungu ana sheria zake, na katika sheria zake aliwapatia wale Waisraeli walipovuka bahari ya Shamu. Elewa ya kwamba wana wa Israeli wamekuwa Misri, alafu wamevuka bahari ya Shamu, na baada ya bahari ya Shamu chini ya mlima wa Sinai wakapata zile amri 10. Hizi amri hawangepewa wakiwa Misri, kwa sababu walikuwa chini ya uongozi wa mabwana wa Misri. They had Egyptian masters. Na hautoi sheria kwa msichana unapompoza. Hautoi sheria kwa msichana wakati mna urafiki tu. Uanze kumwambia sikia, nitakapokuoa kwangu unaingia kabla ya saa 12 jioni. Kwangu hakuna kukula ugali, kwangu ni fufu, kwangu ni wali, kwangu hakuna siku utakana viatu kwa nyumba. Hizo sheria zote wacha nikwambie, ungepatia msichana na haujaoa atakwambia hata nimechoka, hata siolewi. Enda utafuta wale, maana na wewe umefanya makosa, ulipata lakini unatoa sheria mbele. Hatutoangi sheria, makucha hatutoi wakati wa dating. Wa kupoza hatutoi makucha, tumeweka. Tunakwambia wewe utakuwa ndiye malkia, mimi nakwambia utakuwa ndo unatembelea kwa hewa, nitakuwa nakubeba, mimi nitakuwa nafanya hivi. Kile unataka kufurahi, ukiingia kwa nyumba siku kadhaa unaulizwa uko wapi?
Uko wapi? Sikupati. Nimepiga simu yako mara 2 sikupati. Lakini mlipokuwa maurafiki, hakuwa anasema hiyo mambo yote. Sikupati. Pole ni hakuna shida. Naelewa uko busy. Najua uko busy. Naelewa. Alafu nasema, he is so understanding. Oh my goodness. He is very good mama. Wacha nikwambie, kama kuna kijana ameokoka, huyu ni kama hulala binguni, anatutembelea asubuhi. Yaani vile namwangalia, kama unaweza fikiria ni ndugu ya Gabrieli. Nani? Ni makucha imewekwa, anangoja uingie. Ukiingia ndio utakuwa unashangaa. Mimi nashangaa kweli, wacha nikwambie. Sijui niliolewa na ndugu ya shetani, sijui. Yaani huyu bwana wangu usiku kelele kila, hata mimi nimechoka. Na umekaa miaka 2. Mimi nimechoka. Alikuwa tu ameweka makucha. Lakini si wa Adventist, Bwana asifiwe. Na sio vijana wa hapa Magomeni. Vijana wa hapa Magomeni ni ndugu wa Gabrieli, wanalala mbinguni, wanakuja asubuhi. Wanakushangaa tu. Wanakushangaa tu. Bado mko hapa duniani? Bado mko hapa na Pastor Munene? Bado? Sasa hata Mungu anaelewa. Mungu wakiwa Misri hakuwapatia sheria zake, maana alijua hawataweza, wako chini ya utawala wa Misri. Lakini walipovuka bahari ya Shamu, akawaambia sikia, mimi ndimi Bwana Mungu wako aliyekutoa katika Misri, nyumba ya utumwa. Kutoka leo. Bwana asifiwe. Usiwe na Mungu mwingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Usilitaje jina la Mungu wako bure. Ikumbuke siku ya 7 uitakase. Mheshimu baba na mama. Usiue. Usizini. Usimshuhudie jirani yako uongo. Na wala usitamani mali ya mwenzako. Amri 10 akawapatia. Wafuate hizo kutoka leo hii, ili tuweze kuishi vizuri. Huo ndio mkataba wetu ninyi na nyinyi. Serikali ya Nebukadreza, wakati Mungu ameisaidia waweze kuleta watu kwake na aweze kuonekana ndiye kiongozi, akavuja sheria ya kwanza na ya pili. Akafanya nini? Akawa na Mungu mwingine, akamweka katika uwanja wa Dura ile tuliona. Amemsimamisha. Mungu akasema utaenda, na akatoka. Alitawala kutoka 605 BC mpaka 538 akatoka. Waamedi na Wajemi wakaanza utawala. Shida yao ilikuwa ni gani? Wazee wakamjia mfalme Dario na kusema ya kwamba utakuwa Mungu kwa siku 30. Yule ambaye hata kuabudu tundu la simba ndiyo mwisho wake. Yeye akawa sasa ndiye Mungu. Hawa hawakuwa na sanamu, lakini walifanya mfalme kuchukua nafasi ya Mungu. Kama kuna kitu Mungu hapendi, ni mtu kuchukua nafasi yake. It's not gonna happen. Weka leni yako, Mungu ana leni yake. Sasa hawa wakafanya makosa, Mungu akawaondoa. Serikali ya 3 ya Wayunani, wale waliondolewa, Wamedi na Wajemi waliondolewa na Wayunani mwaka wa 331 BC. Wayunani wakaanza kutawala. Nilikwambia kuhusu Alexander the Great. Nao hawa Wayunani walikuwa na miungu 7. They had 7 gods. Mungu mkubwa ambaye aliabudiwa mara ya kwanza, siku ya kwanza ya ujuma, anaitwa Mungu Jua, the sun god, ambaye waliamini pia ako na mke ambaye ni mwezi. Naye wa pili anaabudiwa siku ya pili ya wiki ni mwezi, moon god. Siku ya 3 wanaabudu yule anaitwa Tiw, T-I-W or T-Y-R, Tiw god. Hiyo anaabudiwa siku ya 3. Siku ya 4 wanaabudu Woden, O-W-O-D-E-N, W-O-D-E-N, wanamwabudu siku ya 4. Siku ya 5 wanaabudu Frigg, F-R-I-G-G. Huyo anaabudiwa siku ya 5. Na siku ya 6 nimekuchanganya. Siku ya 6 wanaabudu Frigg, siku ya 5 wanaabudu Thor, T-H-O-R, ndio siku ya 5. Hebu nianze tena kwa wale wanaandika. Siku ya kwanza sun god, siku ya pili moon god, siku ya 3 Tiw, siku ya 4 Woden, siku ya 5 Thor, T-H-O-R, siku ya 6 Frigg, F-R-I-G-G. Na siku ya 7 wanaabudu ile sayari ndogo inaitwa Saturn, S-A-T-U-R-N,
ndio wanaabudu hiyo siku ya saba. Kwa hivyo sasa ukisoma Biblia kutoka Mwanzo moja usome yote, utaona wakati Mungu alifanya uumbaji, kila siku alikuwa anasema ikawa jioni, asubuhi, siku ya kwanza. Hakupatia siku majina. In the Old Testament siku hazina majina. Anasema siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano, siku ya sita na siku ya saba ya sabato yake takatifu. Walikuwa wanajua ya kwanza ilikuwa ni gani. Wakati wakiwa jangwani, kwa sababu wameishi sana kule Misri, walisahau hizi siku. Kwa hivyo wakiwa jangwani, ukisoma kitabu kile cha Kutoka 16, utakuja ya 16 utakuja kuona Mungu, Leviticus 16 akiwapatia mana kutoka mbinguni. No, that's Exodus. Hiyo ni Kutoka 16. Wanapewa mana kutoka mbinguni. Sasa Mungu akataka kuwakumbusha jinsi ya kuhesabu siku. Akawaambia siku ya kwanza nitawapatia mana, siku ya pili, ya tatu, ya nne na ya tano mana. Mnaenda mnaokota kulingana na nyumba yako. Usiokote zaidi, kwa sababu ile utaokota itawatosha. Kuna miujiza ndani ya hii chakula. Usifikirie ya kesho, nataka uchukue ya leo peke yake. Na ukizidisha, kama mtaenda mule mubakishe, asubuhi itakuwa na nini? Na maggot, itakuwa na wadudu. Kwa hivyo, na kuna wetu wengine bado waliokota zaidi, wanakuta hao wadudu. Mungu alistick kwa neno lake. Siku ya sita akawaambia hivi, kwa sababu kesho ni sabato takatifu na malaika hawafanyi kazi ya kupika mikate siku ya sabato, na sitaki kuona malaika wamebebana mizigo ya kudistribute chakula, wako hekaloni wanaabudu. Kesho hakuna sabato, hakuna mikate mtapata. Kwa hivyo siku ya sita muokote maradufu. Siku ya sita muokote ya leo na ya kesho. Na hiyo peke yake ndiyo haikuwa inaharibika. Na kuna watu wengine hawakuokota ya kesho. Kesho wanaenda kuangalia kama Mungu alisahau. Anaweza kuwa alisahau, kuna kama malaika kamoja kalisahau. Hakuna, Mungu alisema sita, okota mara mbili, maana kesho hakuna. Alitaka wewe wanakumbuka, siku ya leo hatukupata mana uwanjani, lakini tuko nayo. Kwa hivyo wanaanza tena kuhesabu ili wajue sabato ni wapi. So wakati wa Old Testament umeisha, Wayunani walipokuja wakawa na hiyo miungu wanaabudu. Na sio wao walianza kuomba hii miungu. Hali ya kuomba miungu kama jua, Mungu kama jua iko tangia mwanzo. Hata Misri waliabudu Mungu jua, alikuwa anaitwa the ray god, na mke wake anaitwa Isis kule Misri. Wakati Ahab amemuoa huyu msichana anaitwa Jezebel hakuwa Myahudi. Alikuwa kutoka mahali inaitwa Phoenicia, kule leo hii inaitwa Lebanon, karibu na Gaza. Yeye alitoka huko, na akija alikuja na miungu yake, na Mungu yule ambaye alitukuza sana ni yule anaitwa Baali na mke wake Ishtoreth. Na alikuwa na manabii wa uongo 850 ambao wanakuja kuuawa na Elijah katika mlima wa Karmeli. Katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 19 aliwaua wote, kwa sababu alitaka watu wajue Mungu ni mmoja na ni Mungu wa mbinguni. Hakuwezi kuwa na miungu miwili. Mungu hapendi wale wanakuja kuchukua position yake. Kwa hivyo hawa Wayunani wamekuja na hiyo miungu kutoka kwa umbali sana. Ni washenzi, hawabudu Mungu wa mbinguni. Wameileta, na sasa basi wakachukua kila siku hawakubadilisha hesabu ya siku. Siku ya kwanza ilibaki siku ya kwanza, siku ya saba ilibaki siku ya saba. Lakini wakabadilisha na kuweka jina, wakabadilika jina kwa hizo siku. So siku ya kwanza ile wanaabudu the sun god ikaitwa kulingana huyo Mungu, the sun's day, ndio inaitwa Sunday. Walikuwa wanaabudu jua. Moon's day ndio inaitwa Monday. Tuesday ndio Tuesday. Wednesday ndio Wednesday. Thursday ndio Thursday. Freak's day ndio Friday. Na Saturday ndio Saturday, siku ya Jumamosi. Sasa tulipokuwa tunaangalia hawa, kwa sababu nao wamekuja wameleta miungu,
na Mungu alikuwa amesema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Deuteronomy chapter 4, I think verse 9, if not 19, one of the two, either verse 9 or 19. Angalia, ina Mungu anasema utakapoangalia juu na uone jua na mwezi na nyota usiziabudu. Ni viumbe Mungu aliumba, the creatures he created. They are not the creator, so don't worship them. Lakini watu walienda na wakaiabudu. Watu wanaabudu jua. People worship the sun, people worship the moon. Hata leo kuna watu wanafunga wakiangalia mwezi, wanafungua wakiangalia mwezi. Kuna wengine nao wanaamini nyota. Unaona mtu amenunua gazeti, anasema siendi leo mahubiri. My star yangu ni Gemini. Ilisema don't go, kutakuwa na hatari mbele. Unakaa nyumbani. Ati Capricorn alisema. Leo alisema. Wengine wanaamini nyota. Huo ni mpango wa shetani wa kukufanya usimujue na usimfahamu muumbaji, ubaki na wale walioumbwa. Na hivyo basi Mungu akaondoa hiyo serikali mamlakani kwa sababu wamekosa kumtukuza huyu Mungu wa mbinguni. Ikaja ufalme wa 4. Ufalme wa 4 tukauangalia mnyama wa kutisha ambao ni serikali ya Kirumi ambayo inatawala kutoka 168 BC. Waliendelea wakitawala wakiwa the Imperial Rome au Pagan Rome. Washenzi bado. Lakini wao wakaendelea, lakini ilikuja kupasuka mwaka wa 476 AD na kukatokea falme zingine, falme ambazo ni 10. Zile pembe 10, kumbuka zile pembe 10. So leo tunataka kuendelea kwa sababu baada ya hizo pembe 10 kuna pembe mdogo, na tukasema tungetaka tujue huyu pembe mdogo ni nani. Pembe mdogo ni nani? Ningeomba tuweze kusoma Biblia, tuweze kujua identifying marks ya huyu pembe mdogo. Na kabla hizo pembe mdogo nilikwambia Rumi ilipopasuka kulitokezea hizo pembe 10. Je, hizo pembe 10 ni akina nani? Hizo pembe 10 ni serikali ya Western Europe ambao inajulikana, na miongoni mwao hizo pembe 10 ni watu waliojulikana kama Burgundians au Switzerland, na pia kuna France, kuna Wajerumani, kuna Italy, kuna Spain, kuna Portugal, kuna England, kuna Heruli, kuna Vandals na kuna Ostrogoths. Hao 10 ndio hao basi ambao walikuwa zile pembe 10. Sasa naomba tuangalie mafungu kadhaa alafu niwaelezee zaidi. Fungu la 8, kitabu kile cha Danieli 7, nitakupatia mafungu kama 10 kama unaandika. Danieli 7 fungu la 8 anasema hivi, tunaangalia yule pembe mdogo. Tutajuaje huyu pembe mdogo? Tutajua ni nani. Ile fungu la 8 anasema, nikaziangalia sana pembe zake, na tazama pembe nyingine ikazuka kati yao. Jambo la kwanza, huyu pembe mdogo anazuka kati yao. He rose out of the fourth beast. Na pia he rose among them. Alitokea kwa yule mnyama wa 4 na alitokea katika wale pembe 10. Na pia kitu kingine anasema alitokezea baada yao. That's very important. He arose out of the fourth beast. He arose among the 10 horns. And he arose after the 10 horns. Enda fungu la 24. Fungu la 24 anasema nini? Fungu la 24 anasema hivi. Fungu la 24, na habari za zile pembe 10 katika ufalme huo, wataondoka wafalme 10 na mwingine ataondoka baada ya hao. Yeye ataondoka baada ya hao, lakini sikia kitu kingine, naye atakuwa mbali na hao kwa kwanza. He will be diverse, different. Nimekwambia alitokezea number 1 kwa yule mnyama, number 2 among the 10 horns, katikati yao, number 3 baada yao, alitokea baada, na pia ako tofauti, he is diverse, tofauti na wale wa kwanza, na tena atang'oa watatu. Hiyo fungu la 24, atawashusha wafalme watatu. He will uproot 3. He will uproot 3 kingdoms. Soma 8, soma Danieli 8, Danieli 8 fungu la 20. Danieli ni 8 fungu la 20, anasema hivi, Danieli 8 fungu la 20, yule kondoo mume uliyemuona
mwenye pembe mbili. Hizo ndizo wafalme wa Medi. Samahani, nimesoma 8. Ni 7. 7 fungu la 20. Na habari ya zile pembe 10 zilizokuwa kichwani mwake, na ile pembe nyingine iliyozuka, ambayo mbele yake zilianguka pembe 3, yani pembe ile yenye macho na kanwa, lililo nena maneno makuu ambayo kuonekana kwake kulikuwa hodari kuliko wenzake. Alinena maneno makuu. Huyu tu alitokezea akanena maneno makuu. Blasphemous words. Aha. Fungu la 25, Danieli 7 fungu la 25. Naamini ya kwamba unaendelea kuandika. Nitarudia ili uweze kujua the 10 identifying marks. Ya kwanza nilisema he rose out. Alitokezea kwa yule mnyama wa 4. Yeye alikuwa katikati ya wale pembe 10. Alitokea baada ya hizo pembe 10. Alikuwa tofauti. He was diverse. Tofauti na wale pembe 10. Na yeye mwenyewe alikuwa ni wakutisha. He was stout. Na jambo la 6, aling'oa watatu. Na zaidi ya yote sasa tumesikia namba 7, alitukana, he blasphemed Mungu. Fungu la 25, hii inatupatia sababu jambo la 8, the identifying mark. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Na atazimu, amesemekana ya kwamba atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Yani atapigana na wao. He will wear saints. Na atafanya vita na wao. Pia atafanya vita na wao. Na sasa ataazimu kubadili majira na sheria. Jambo la 10, ataazimu kubadili majira na sheria. Huyo pembe mdogo. Sasa huyu pembe mdogo ni kiongozi. Tumesema ya kwamba zile falme zilitokezea, akina Switzerland, akina Germany, akina Italy, akina Portugal, akina Spain, akina Heruli, Vandals na Ostrogoths. Hao ni wafalme. Lakini kuna mfalme mwingine alikuja kutokea baada yao. Na alikuwa tofauti na wao. Alikuwa tofauti. Wakati ufalme wa Kirumi unaanguka, au wakati ufalme wa Kirumi unaendelea kabla haujaanguka, kumetokea wafalme ambao wametawala pia kinyume cha Mungu aliye juu. Lakini ufalme huo haukuenda mbali, ulikuja kuanguka 476. Lakini ufalme huu wa Kirumi ulikuja kubadilika karne ya 3. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 1, inasema huu ndio ufunuo wa Yesu Kristo. Fungu la kwanza ni ufunuo wa Yesu Kristo ambao amepewa na Mungu Baba, alafu anawaletea kupitia kwa mkono wa malaika, na Yohana analetea makanisa ambayo inasemekana ni makanisa ya Asia Minor. Kuna makanisa 7, utapata kitabu cha Ufunuo. Ufunuo 2 na 3. Utapata kanisa la Waefeso, kuna kanisa la Simurina, kuna kanisa la Pergamo, kuna kanisa la Thiatira, kuna kanisa la Salide, kanisa la Philadelphia na kanisa la Laodikia. Usihofu sahi, tutakuja kuiangalia next week hiyo makanisa. Lakini sasa kanisa hili la 3 ambao ni Pergamo, maana ya Pergamo ni muinuko. Ephesus, kanisa la Efeso ilikuwa ni wakati wa mitume. Something that is desirable. Walihubiri injili kutoka 31 AD mpaka 100 AD. Hiyo ni kipindi cha Waefeso. Na kipindi cha Simurna kinaanza 100 AD mpaka 303 AD. Hii wakati wa 303 AD ndio kunapatikana mfalme Diocletian, ambaye sasa anakuja kutesa kanisa miaka 10 mpaka 313. Nilikwambia habari zake jana, yule Polycarp akiuawa. Lakini baada ya Diocletian, mfalme Constantino akaingia mamlakani. Constantine anaitwa Constantine Max, na alikuwa na jina ya Kilatini ambayo inaitwa Pontifex Maximus. Pontifex Maximus ni title ambayo ilikuwa inapatwa na wakuhani wa kishenzi.
Na yeye Konstantino akaja akajibadika hiyo title, kwa sababu aliamini ataweza kuunganisha Mungu na watu, au ataunganisha Wakristo na washenzi pamoja. Konstantino mwenyewe ndiye alibadilisha ubatizo, ndiye alikuwa na ubatizo tofauti wa kwanza yeye mwenyewe. Konstantino hakuwa kama wale wafalme wengine. Aliingia kanisani, akaja kanisani, akajiunga na kanisa, na dynamics za kanisa zikabadilika. Wahubiri walipokuwa wanahubiri, badala ya kuhubiri vile inastahili, maana mfalme amekaa hapa kwa kanisa, wakabadilisha. Wakawa na rafiki katika serikali ambaye ni Konstantino, aliyewajengea makanisa na kuwaregeshea Biblia. Kwa hivyo wao wakaona Konstantino wako sawa, bila kujua ni shetani ameingia kanisani. Aliwaua kimwili, hawaishi, sasa atawaua kiroho, na mafundisho kanisani yakabadilika. Na hiyo sasa ikawa watu hata Biblia hawasomi, na Konstantino amekuwa powerful na amekuwa na ushirika na kanisa. Lakini ilipofika mwaka wa 330 AD, mfalme Konstantino akahamisha makao yake kutoka Rumi, akapeleka moja kwa moja mpaka kule kunaitwa Istanbul, leo Turkey, Istanbul. Wakati ule alipomhamisha makao yake, aliita ile sehemu the New Rome. Wakati ule kulikuwa na ufalme, empire inaitwa Byzantine Empire. Hii Byzantine Empire ilikuwa ina cover Italy, Greece na sehemu zingine za Afrika juu. Nimesema kuna Italy, kuna Greece na Turkey, na sehemu moja juu ya North Africa na Middle East. Hiyo ndio ilikuwa inaitwa Byzantine Empire. Lakini yeye akachagua kutoa makao kule Rumi, akayapeleka hapo Istanbul, Turkey, ndio akaita the New Rome. Baadaye akaita Constantinople. Kwa hivyo makao imetoka kule Rumi imeenda Constantinople. Hiyo nyinyi mnaelewa sana wa Tanzania, kwa sababu makao yenu pia ilitoka Dar es Salaam na ikaenda Dodoma, si ndio? Kwa sababu tuko baharini, adui wakituingilia tuwe mahali mbali katikati. It's the same concept. Kwa hivyo vile makao imehama kutoka Dar es Salaam ikaenda Dodoma, ndivyo naye huyu Konstantino alihamisha makao kutoka Rumi akapeleka Constantinople, which is present day today Istanbul au Turkey. Tuko pamoja? Hey! Sasa alipotoa makao ya kiserikali kule Rumi, kulibaki kiongozi wa kanisa. Kiongozi wa kanisa kule Rumi akaonekana kana kwamba sasa yeye ni unajua, ukiwa mjini uko na advantage ya kijijini. Hata jogoo wa shamba hawezi ukaja mjini unawika kitu gani? Sasa huyu naye ndi wa mjini, kiongozi wa kanisa, alikuwa anaitwa brother, lakini akapandishwa cheo akaitwa lord. Wale wengine ni lords, lakini yeye akawa ni lord. Alafu akapewa jina ingine zaidi ya father pale. Wengine ni mabishops, lakini yeye ni father. Zaidi ya yote wakampatia title ya Holy Father. So unaposikia kuna pope au papa, ilitokana na hiyo. Sasa pale Rumi kukawa kiongozi wa kanisa ana nguvu zake za kuangalia makanisa yote na viongozi wa kanisa. Ilipofika mwaka wa 533 AD, mfalme aliyekuwa anatawala wakati ule anaitwa Emperor Justinian. Na Justinian akamtwika huyu pope titles mbili, two titles. Ya kwanza akaitwa the corrector of heretics, na tena akaitwa the father of all churches. Yeye akatundikwa hiyo, ndiye baba ya makanisa yote. Huyu sasa alipotundikwa hiyo, sasa kuna watu wengine ambao walipinga hiyo process. Kutoka 4th century walipinga hiyo process na wakang'olewa. Wa kwanza ni Heruli waliondolewa katika ile orodha ya wale 10, wakang'olewa mwaka wa 498 AD. Wa pili waling'olewa ni Vandals, waling'olewa mwaka wa 533 AD wakati Pope alipata hizo titles mbili.
na watatu aliyeng'olewa ni Ostrogoth. Aling'olewa mwaka wa 538 AD. Alipong'olewa walibaki 7, na ndio unaona vichwa 7 tutaiona kwa Ufunuo ni hizi. Walipobaki hao basi akatake control yao. Ni kiongozi ametokezea tu baada ya wale 10. Ni kiongozi ambaye ameng'oa wale watatu. Ni kiongozi ni tofauti. Kwa nini? Kwa sababu aliingilia pia kuitwa Baba Mtakatifu. Baba Mtakatifu ni sawa, lakini Baba Mtakatifu ni mmoja na ni Mungu. Hiyo tunasoma wapi? Soma nami kitabu cha Yohana. Yohana ni 17. Ningeomba uandike. Biblia inasema ya kwamba Yohana 17 tunasoma fungu la 11. Yohana 17 fungu la 11 anasema, wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako Baba Mtakatifu, Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Anasema nami naja kwako Baba Mtakatifu. Huyu ni Yesu. Akisema naja kwako Baba Mtakatifu, haisemi ninaenda Vatican, haisemi anaenda Italy. Anasema naja kwako Baba Mtakatifu, kwa sababu Baba Mtakatifu anaishi mbinguni. Kuna wakati mmoja Yesu aliambiwa wewe ni mtakatifu, akasema nani mtakatifu? Ni Baba peke yake aliye mbinguni. Mungu Baba Mtakatifu anaishi mbinguni. Haya ndio unaona tunaomba ombi inasema ya kwamba Baba wetu uliye mbinguni. Sasa Yesu pia akasema hivi. Soma nami katika kitabu cha Mathayo 23. Mathayo ni 23. Mathayo 23. Soma nami fungu lile la 9. Fungu la 9. Mathayo 23 fungu la 9 anasema, wala msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni. Usiite mtu baba duniani, kwa sababu baba ni mmoja aliye mbinguni. Sasa utaniuliza wewe, si unatuambia uko na mtoto, atakuita nani? Mzazi wako utamuita nani? Mungu hana shida na baba aliyekuleta dunia hii. Mungu ako na shida na baba atakaye kupeleka huko kwake. Unanielewa? Baba wa kiroho na baba wa kimwili. Hapa lazima tuwe baba. Ukizaa wewe ni baba. Na hata Mungu anasema katika amri zake, amri ya 5, mheshimu baba na mama. Hiyo iko, kuheshimu baba na mama. Hata anasema ukiolewa utaacha baba na mama. Hiyo iko. Lakini ikifika kwa kiroho, mimi si baba yake ya kiroho, lakini ni sawa. Na kama utaniita hivyo tuelewane ya kwamba unaniita baba kwa njia gani. Lakini anasema tusirecognize ya kwamba huyu mtu peke yake ndiye baba. Tena zaidi ni Baba Mtakatifu. Sasa kukatokea huyu kiongozi na mambo yakaanza kubadilika, ndio ako tofauti na wale wengine. Sasa ili tuweze kumalizia kwa sababu wakati ni mambo mengi, lakini ataazimu kubadili majira na sheria. Ni nini hii anasema kubadili majira na sheria? Angalia, jambo moja tulibadilishiwa. Unaona ya kwamba siku ikianza tunaambiwa siku huanza saa ngapi ya usiku? Saa 6. Unasikia kwamba saa 6 ya usiku mpaka asubuhi giza, alafu mchana masaa 12 ya mchana na giza ingine pande hii. Kwa hivyo siku yako moja iko na mabawa 2, bawa la giza, masaa 6, 12 hapa katikati. Huo si mpango wa Mungu. Ukisoma kitabu cha Mwanzo 1, enda usome, nakwambia hii mafungu kasome kwa sababu sina wakati wa kuyasoma yote. Mwanzo 1, enda usome fungu la 5, fungu la 8, fungu la 11, fungu la 17, hiyo yote 24. Utapata Mungu akimaliza kuumba anasema ikawa jioni na asubuhi siku ya kwanza, jioni na asubuhi siku ya pili. Kila siku anasema jioni na asubuhi. In other words, siku ya Mungu ina usiku wote na mchana, si ati kausiku nusu. Hiyo ni yetu. Huyu mzee ndiye alibadilisha. Serikali ya Kirumi wakaja wakabadilisha hiyo majira ambao mpaka leo inatuchanganya. Watu wakiruka mwaka unasikia wamefika wakati saa hiyo katikati ya December 31 na Januari 1 unasikia imefika mahali ni saa 5 na dakika 50. Haya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hey, happy new year. Unasema happy new year, happy new year. Watu wanaimba. Wapi? Mmechelewa masaa 6.
Siku kwa Mungu inaanza jua likitua. Enda usome Mambo ya Walawi 32, soma fungu la 23. Amini 23 fungu la 32. Anasema na siku itaanza jua likitua. When the sun sets, hapo ndiyo siku inaanza. Kama leo hii ni siku gani? Tuko Ijumaa tayari. Kwa hivyo ilianza wakati jua lilitua, tutaenda usiku masaa 12 na masaa ingine 12, jua likiingia, hiyo siku imeenda. Mnanielewa? Kwa hivyo hii biashara ya kusema mwaka tunaruka saa 6 ya usiku, hakuna kitu kama hiyo. Sio Biblia. Ni hawa tu, huyu pembe mdogo alikuja akabadilisha na tukatii amri. Sasa kitu kingine atabadilisha, alipoingia akaangalia amri za Mungu. Na akaangalia ya kwanza, usiwe na Mungu mwingine ila mimi. Akaangalia ya pili, usijifanyie sanamu ya kuchonga. Akasema hii tutatoa hii. Maana tunataka sanamu ya Yesu, sanamu ya Mariamu, sanamu ya malaika, sanamu ya saints wengine tunaweka. Hii itatuletea giza. Ngoa kabisa, wakaingoa. Kama zilikuwa 10 umeng'oa moja, zimebaki 9. Haidhuru, atajua vile ataenda. Kaendelea ya 3 usilitaje jina. Zingine zote akaacha. Alipofika ya 10 akaigawa mara 2 ili ajaze ile pengo, na ikawa ni hivyo. Alipofika amri ya 4 akabadilisha Sabato ya Mungu akabadilisha. Na nataka niende moja kwa moja ili uelewe na usione kama niko na shida. Sina shida sana na watu wanafikiri ukisema hivyo uko na shida na kanisa. Hakuna, ni historia. Hii ni history. Na ilikuanga wakati moja unabii. Unajua unabii ikiwa huko mbele au historia ikiwa kule mbele haitwi historia, inaitwa unabii. Inakuja, ikipita inaitwa historia. Kwa hivyo historia ni unabii uliopita na unabii ni historia inayokuja. Mnanielewa? Prophecy is history in advance and history is prophecy which has passed. Lazima ziende shane pamoja. Kwa hivyo hapa ni historia ninakwambia. Bwana asifiwe. Sasa wakati mmoja ninahubiri pale Nairobi, I think sometimes in the 90s or whatever. Nahubiri, alafu mzee mmoja akaja, anasikia tu hapo mahali inaitwa Jiva G Gardens. Nimetwanga injili. Nafundisha Danieli 7. Huyu mzee akasimama pale, kaniangalia na alikuwa na kola. Kaniangalia, alikaa mpaka nikamaliza 1 whole hour. Nilipomaliza akaniambia, kijana, can I talk to you? Kuja. Kasisi ameniita, kasimama kando, yes, akaniambia hiyo maneno unahubiri ni ukweli na ukweli mtupu. Shida moja uko nayo ni kwamba hauna supporting document ya kuhakikishia watu ya kwamba hivi ndivyo ilivyo. Kesho uje kwa ofisi yangu mahali hapo Nairobi Isili. Wale mnajua Isili kuna kaeria kanaitwa Biafra. Hapo kuna kanisa, akaniambia uje hapo Biafra, akanielezea kesho uje saa 5. Na kadi yangu ni hii, maana huko huingii tu vile unafikiria. Hii kadi ukifika hapo kwa mlango ambia huyo mwenye gate unakuja kuniona. Nina kitu nitakupatia. Asubuhi saa 5 nikaenda pale. Ni mimi, haya, nikaingizwa kwa ofisi. Akaniambia sasa wewe kutoka leo ukihubiri uwe unatumia kitabu hiki. Hiki kitabu nilipewa. Unaona kimetumika mpaka kimeisha nyuma. Hiki kitabu kinaitwa Catholic Catechism Book 2, Teacher's Book. Hii huwezi ukapata tu hivi kama wewe si mwalimu. Akaniambia hii ndio tunatumia, uende usome hii. Ukisoma hii ukihubiria watu usiache, unawasomea hii. Hii itakusaidia na itakuokoa ili usionekane unaingilia watu. Alafu uende hapo mjini Nairobi mahali inaitwa City Hall. Kuna City Hall Annex. Hapo nyuma kuna Catholic Bookshop. Uende utafute haka kitabu, akaandika jina. Kaandika hiyo kitabu. Kanaitwa The Lord's Day. Aka. Nikaenda nikakapata the following day. Aka kameandikwa na Papa Paulo. Aka aliandikwa na Pope Paul John. Rafiki yangu sana. Pope Paul John hatujakutana lakini nilipenda yeye tu hivyo for free. Sababu hii kitu aliandika hii inanifurahisha. Nitawasomea leo. Sasa hizo vitabu mbili. Nilipokuwa pale nikapata kuna ingine bado, kuna ingine. Hii nikapata, hii inaitwa Compact History of the Popes. Hii wa mwisho alikuwa Benedict. Hii ni 264 popes, hawajaongeza. Sijapata the updated ile ina 267. Maana huyu alichaguliwa, yule alichukua jina ya Pope Leo the 14th ni wa 267. Tuko pamoja? Sasa nataka niwasomee ile kitu iko hapa. Sikiliza vizuri. Page 227 ya hiki kitabu inasema hivi, The Lord's Day. Nitasoma kwa Kiingereza kwanza alafu nitawaelezea Kiswahili.
If our pupils leave school with the dominant impression in their minds, I have to go to Mass on Sunday, we have achieved something. Use all your skill to recall to your pupils all the reasons that make the Lord's Day so rich in spiritual meaning. Discuss the Lord's Day as kept by the people of God and the reasons for the change from Saturday to Sunday. Hii inasema wakati wanafunzi wamekuja kwa shule, waelezee ni sababu gani na wafanya waende misa siku ya Jumapili. Tumia ujuzi wako wote na sababu zote waelezee kwa nini siku ya Bwana ina uzito katika hali ya imani. Waelezee jinsi siku ya Bwana iliwekwa na watu wa Mungu na sababu ya kubadilisha kutoka siku ya Jumamosi hadi siku ya Jumapili. Kumbe ni kweli vile Danieli alisema kuna mtu atakuja kubadilisha hii kitu. Sasa hapo nikaona. Alafu nikaenda kwa hii inaitwa compact history of the popes. Ukisoma page 23 utawapata wa pope wawili, the pope ambao walichaguliwa wakati ule. Mmoja anaitwa Miltiades. His election to the chair of Peter came 2 years after the death of Pope Eusebius. He was an African by birth. It was during this time that the 2-century-old persecution of the church came to the end. In 313, by the Edict of Milan, by Emperor Constantine, Christians were given freedom to worship according to their religion. Christians. Sylvester akafuata. Sylvester on January 31, 314, the Roman clergy elected Sylvester as the 33rd Pope of the church. He ruled the church till December 335. Huyu ni Sylvester amechaguliwa, ni papa wa namba ngapi? Wa 33. Alitawala kutoka 314 mwaka wa 314 hadi 335. Sylvester was a man of ability and influence. Alikuwa na uwezo na pia mvuto. It was he who convinced the emperor to free all slaves. Yeye ndiye aliambia emperor aweze kuwaruhusu wale watumwa waweze kuwa uhuru, and to declare Sunday as a universal holiday, to free the clergy from public duties and to establish hospitals for the sick. Yeye akasema declare Sunday as a universal holiday. Amesema Sunday iweze kuingia kama ni universal holiday. Sasa nilipopata hii kitabu ya Papa Paulo, hii Papa Paul, nitawasomea ili usikie, na ukitaka you can go online. Hii hata ukiingia kwa Google you can get it. Inaitwa The Lord's Day Apostolic Letter Dies Domini of the Holy Father John Paul II. Anasema to the bishops, clergy and faithful of the Catholic Church on keeping the Lord's Day holy. Hii nilipata tu kwa bahati, maana mimi si kiongozi wa Catholic, lakini nilipata. Na vile iliangukia mikononi mwangu nikasoma, nataka niwasomee. Sikia maneno. The Lord's Day ni barua ameandika. Hii ni barua ameandika. Dear brothers and sisters. Na mimi pia ni brother. So anaandikia hata mimi hapa. Anasema hivi. The Lord's Day, as Sunday was called from apostolic times, has always been accorded special attention in the history of the church because of its close connection with the very core of the Christian mystery. In fact, the weekly reckoning of time, Sunday recalls the day of Christ's resurrection. The fundamental importance of Sunday has been recognized through 2,000 years of history and was emphatically restated by the Second Vatican Council. The resurrection of Jesus is the fundamental event upon which Christians' faith rests. Anasema ya kwamba hii mambo ya kuabudu siku ya Jumapili inakuja kwa sababu ya kufufuka kwake Yesu Kristo. Sabato iliingia namna gani? Anasema hivi, in the first place, therefore, Sunday is the day of rest because it is the day blessed by God and made holy by him, set apart from the other days to be among all of them, the Lord's Day. Ndivyo anavyosema. Lakini akiendelea anasema ya kwamba the commandment of the Decalogue by which God decrees the Sabbath observance is formulated in the book of Exodus in a distinctive way.
Because the third commandment depends upon the remembrance of God's saving works, and because Christians saw the definitive time inaugurated by Christ as a new beginning, they made the first day after the Sabbath a festive day for that which was the day on which the Lord rose from the dead. Anasema kwa sababu Wakristo waliona ni vyema kukumbuka kufufuka kwa Yesu, waliweza kuweka siku ya Jumapili kuwa ni Sabato badala ya Sabato ile ya siku ya saba. In the light of this mystery, the meaning of the Old Testament precept concerning the Lord's Day is recovered, perfected, and fully revealed in the glory which shines on the face of the risen Christ. We move, tunaondoka from the Sabbath, tunaondokea Sabato, to the first day after the Sabbath, mpaka siku ya kwanza baada ya Sabato. From the seventh day to the first day. Sisi kama kanisa tunaondoka kutoka siku ya saba tunaingia siku ya kwanza ya juma. The dies domini becomes the dies Christi. Dies domini hiyo inamaanisha ya kwamba keeping the Lord's day holy, na dies Christi hiyo ni the day ambao Yesu mwenyewe alifufuka. Kwa hivyo Papa Paulo ametuambia wao walihamanga kitambo, wameenda. Tumeacha hiyo siku ya saba, tuko kwa siku ya kwanza. Tumeacha siku ya Sabato, tunaangalia sasa siku ya kwanza ya juma. Hiyo siku ya kwanza ya juma ilibadilishwa siku gani? Iliwekwa mkazo mwezi wa saba, tarehe 3 mwaka wa 321 AD, na mengi ambao sitaweza kuyasoma. Sabato ya Mungu pia ikabadilishwa na huyu pembe mdogo. Wakabadilisha tu hivyo, wakabadilisha. Lakini tutakuja kuangalia zaidi, tutasoma zaidi, ili tuangalie nayo Biblia. Ni kweli kanisa limebadilisha siku, kanisa limeweza kubadilisha siku. Je, Mungu alibadilisha? Yesu aliabudu siku gani na mitume na wengine? Ili na sisi tukaelewe tuko wapi, tumefika wapi, tutafuata nini? Tutafuata watu ama tutafuata Yesu Kristo vile anavyosema? Wakati tunapomwangalia huyu pembe mdogo, tujue ya kwamba watu wengi watakwazwa kiroho. Lakini baada ya Danieli 7 anasema bado watu wa Mungu watapata ufalme wao. Watu wa Mungu watapata ufalme wao. Sabato ya Mungu ilianza pale mwanzo. Anasema katika kitabu cha Mwanzo 2 fungu la kwanza hadi la 3, mbingu na nchi zimemalizika. Alafu siku ya saba Mungu akaibariki na akaiweka wakfu na akapumzika. Huyo ni Mungu. Yeye ndivyo alianza tangu mwanzo. Na Sabato haikuanza baada ya dhambi, Sabato ilianza kabla ya dhambi. Mambo mawili yalianza kabla ya dhambi ni ndoa. Ndoa ni takatifu, ilianza kabla ya dhambi, kabla ya mama kula tunda, na Sabato ya Mungu ilikuwa kabla hawajafanya dhambi. Na wakati Mungu atakuja kurudisha ufalme wake, atarudisha hiyo Sabato yake kulingana na vile Isaya anavyosema. Isaya ni 66 fungu la 22, 23. Utaona anasema ya kwamba Sabato hadi Sabato tutaenda mbele za Mungu. Kwa sababu haikuwa matokeo ya dhambi, ilikuwa kabla ya dhambi, kwa hivyo itaendelea, haina shida na takshishi yoyote. Sasa Mungu anasema katika kitabu cha Isaya 58 fungu la 13 na 14, kama utaugeuza mguu wako uache kuenenda na tabia ya kuiharibu Sabato, nawe utabarikiwa na utapewa sehemu ya baba yako Yakobo. Mungu anatuita wito siku ya leo tuweze kuiweka wakfu Sabato yake takatifu. Ni wangapi wanasema ya kwamba Bwana utusaidie tuweze kupumzika hii Sabato yako takatifu? Kama ni yako tusimame, kama ni yako Bwana tusimame ili tuweze kuomba. Kama wewe ni mgeni, mimi hupenda kuombea wageni kwa sababu Mungu ana uwezo. Wale mko huko kwa mtandao, wale mko katika vituo mbalimbali, na mungeomba ya kwamba Bwana awasaidie hata na nyinyi mpumzike Sabato yake takatifu. Kadiri tunavyoendelea kusoma, kama uko huko kwa vituo, inua mkono wako mahali ulipo, inua mkono. Asante sana. Wala mko hapa na unasema na mimi pia, Bwana niwezeshe niweze kupumzika Sabato yako takatifu. Bwana niwezeshe niweze kurudi kwa njia iliyo ya ukweli. Inua mkono mahali ulipo. Uko hapa na ungeomba ya kwamba hata mimi si Sabato, lakini ningetaka na mimi nipumzike Sabato ya Mungu. Inua bila uoga. Sisi tulisema hatutaogopa. Wewe si Sabato, lakini unasema ningetaka kuanza sasa nipumzike Sabato ya Mungu. Inua mkono. Naona wachache. Na ukuuliza, njoo mbele, njoo tu hapa
mbele. Njoo tu, usiogope. Njoo tu. Kama uko hapa, njoo tu. Hii ni special calling. Hii si ya ujumla, is not a general call. Hii ni very specific ya kwamba unasema, Mungu, nimesikia sabato yako, sijaielewa kabisa, lakini najua nitaielewa, na kwa hivyo naomba unisaidie, uniwezeshe na mimi pia niwe msabato. Njoo mbele. Asante ndugu yangu, asante dada yangu, Bwana akubariki. Asante dada yangu, Bwana akubariki. Tuna dakika 2 peke yake. Sipendi kuita mtu sana kwa sababu hakuamua, aliamua kabla hajafika. Najua umeamua, usingojee mpaka tufunge ndio unakimbia. Njoo sasa hivi. Nani amebaki? Usibaki huko. Kama unasikia una vita moyoni, ni wewe ninaita, kwa sababu kupiga hiyo hatua ni ya pekee sana. Kama wewe ni mgeni na unasikia hauna nguvu ya kujileta na ungetaka mtu akulete, basi mwambie nipeleke. Kama tuko hapo, tusaidiane. It's very important to make a decision for the Lord. Nani mwingine amebaki? Hii jambo la sabato endelea kulisoma kwa sababu lina uzito. Nimeguza tu leo juu sababu tutakuja kuiona ikiwa ndio ishara kwa watu wa Mungu. Is more than you think, is more than you can imagine. Kwa nini ubaki? Nani mwingine amebaki na angetaka aje ajiunge nasi? Tuombe pamoja. Hawe si msabato, lakini ungeomba uweze kuhesabiwa pamoja na wasabato. Njoo. Kundi la pili. Asante sana ndugu yangu, Bwana akubariki. Kundi la pili, kama uko hapa haujabatizwa na ubatizo wa kuzamishwa majini, hebu njoo mara moja. Kuna dakika moja. Kama hujabatizwa na ungetaka ubatizwe, na wewe njoo pia. Na kama haujamkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na ungeomba siku ya leo iweze kuwa siku ya pekee, njoo pia tuweze kuomba nawe. Na wa mwisho ni kama uko hapa una uzito, kuna jambo unaombea na unasikia kwamba hili nataka maombi kabisa ya mchungaji, njoo hapa mbele. Sijui unaombea nini, una uamuzi unafanya, ni ugonjwa, ni mtu fulani unataka kumpeana mikononi mwa Bwana, whatever it is, pia njoo nyuma ya hili kundi. If you believe in that prayer, njoo. Uko na dakika uko na sekunde 30 na nitafunga. Asante sana. Bwana aweze kuwabariki. Mkija msimame juu ya hao. Simameni juu ya hao. Na kuomba Bwana afanye mapenzi yake.